Karibu Max Pesa, channel yako pendwa kabisa. Usisahau subscribe kwa watu wengi ili kazi ziendelee. Pia usisahau like ili ngome iendelee kutembea. Lakini pia usisahau kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili iweze kuwafikia wengi zaidi. Sasa twende kazi. Okay, karibu mpenzi mfuatiliaji wa chaneli yako ya Max Pesa. Kama ambavyo niliwaahidi, baada ya kutoa ile video part 1, kaelekeza tutakuja tuelekeze tena jinsi ya kujiunga na MTV pamoja na kuanza kuitumia. Na leo tena ni video nyingine, twende pamoja ili tuweze kufuatilia namna gani ambavyo unaweza ukajiunga MTV na ukaanza kuvuna pesa. Okay, kama tulivyoelezea siku ile, MTV ni platform legit kabisa ya uhakika. Sio kama zile za longolongo, ndio maana imedumu kwa miaka mingi sana. Tofauti na hizi platform ambazo watu waga tunaponzwa na tamaa. Ukiambiwa weka laki, tutakupa 200,000, weke 50,000 utapata laki. Basi unakuta tunakimbilia kuwekeza kwenye platform kama hizo. Matokeo yake kinachoenda kutokea baada ya wiki mbili, platform hizo ikizidi sana ni mwezi mmoja, watu wanakula ndoigi, wanaanza kulia. Kwa hiyo sio kama MTV, na ndio maana ukija kuona platform ambayo inakwambia wekeza pesa lakini tutakupa 3% ya mtaji wako ulioweka, ina maana hiyo platform ina uhakika. Unaona kwamba kile wanachoenda kukizalisha sokoni kama income ndio mnachofanya kugawana. Wao wanachukua na wewe unapata kidogo, na pesa yako inaendelea kubaki vile vile. Alafu uzuri wa MTV, hata kama umeweka mtaji wa milioni 10, ukitaka kuzitoa leo unazitoa zote. Tofauti na platform zingine, ukishaweka pesa yako umeipanda, kunakuwa na muda wa limit ambao hela yako inakuwa iko ndani ya limit. Kama umenunua platform ya mwezi mmoja au wiki moja, mpaka itakapoisha ndio pesa yako inaweza ikarudi. Unaona? Sasa ile ukishakuwa pesa yako iko ndani ya iko chini ya muda fulani, ndipo unaweza ukaipata. Kabla ya kufika huo muda ndio unakuta wanazima mitambo na watu wanabaki na hasara. Tofauti na MTV unawekeza sasa hivi, na leo ukipata shida unaweza ukaamua ukatoa pesa yako yote. Ndio uhakika wa MTV. Sasa basi tusiwe na maneno mengi sana, mboyo nyingi, tuende moja kwa moja kwenye lengo. Lengo ni kujua nini, jinsi gani kwanza ya kufanya. Utaandika neno MTV app, utaenda Play Store, utaandika MTV, itakuja kama hivyo, utaidownload. Ukisha download unainstall kwenye simu yako. Ukishamaliza kwenye install, utaifungua. Sasa baada ya kuwa umesha open, tutaenda kwenye hatua za kuregister sasa. Sasa mimi na account nitaelekeza namna gani ambavyo unaweza ukajiunga. Okay, utabonyeza neno register. Cha kwanza kabisa atakwambia hapo juu please choose. Hapo ni kugusa, ukigusa hapo unachagua nchi yako. Hapo kwenye kialama cha jumlisha hapo. Unaenda unachagua. Naenda Tanzania bra. Hii hapo. Naenda unaibonyeza. Hii hapo. Zana zenyewe mmeiona. Hii hapa. Kisha kuwa tayari umeshachagua nchi yangu Tanzania, hii hapa. Unakuja kwenye, wanakuambia hapo unajiunga kwa kupitia namba au email. Maana yake ni kwamba hapa wanatafuta kitu ambacho itakuwa virahisi ili kuhakiki kama ndio wewe kweli mwenye hiyo account. Ina maana watakutumia kodi. Hasa hizi kodi ndio utachagua mwenyewe, nitumie kupitia email au nitumie kupitia namba ya simu. Unaona? Sasa mimi nitaweka hapa namba yangu ya simu ili niseme kwamba nitumiwe kupitia namba ya simu. Yes. Nitaweka hapo 067 hiyo. Nitaweka hiyo. Nitaweka okay. Continue. Baada ya kubonyeza continue,
itakuja ile hapa neno linaandikwa organization code na promo code. Sasa wewe inabidi uchague hapa kwenye neno promo code. Hii ya juu unaachana nayo, hii unaachana nayo, unakuja hii hapa ndio inayotakiwa hii. Hapa sio, bonyeza hapa kwenye ukiingia hapa kwenye promo code. Sasa hapo ndio pa kusikiliza kwa makini, kwa sababu hapo ukikosea akaunti yako haiwezi ikawa hapo. Sasa kodi utakiwa kuweka ni hizi hapa, usikilize kwa makini. Utaandika 30, utaandika 30 97 then 916. Namba ndio hizi hapo, 30 97 91 6 mwisho. Baada ya kuwa umeshazihakiki hizo namba ziko namba 7, then utabonyeza next step, tunaenda kubonyeza pop. Sasa ukishabonyeza hivyo utaletewa verification code. Ndio hapo tulipokuambia kwamba hapo ndio endekuwa ujaze. Sasa kwanza ndekuwa ulibonyeze ili hapa neno ili ukishalibonyeza zitatumwa zile kodi sasa kwenye ile namba ambayo umeiweka kule. Kama ni email zitatumwa kwenye email. Kama ni email utaenda kwenye Gmail yako utaangalia. Na inatakiwa hiyo anwani ulioiweka uhakikishe iwe iko iko online, sio unakuwa unaweka email ambayo haiko online, kwa hiyo namba huwezi ukaziona wakati zikitumwa. Na ndio maana nikashauri unaweza ukaweka hata njia ya itumwe hizo kodi kwa njia ya namba ya simu. Ukishabonyeza hapo moja kwa moja zitatumwa zile kodi. Naona sasa, ngoja tuende tukabonyeze uone jinsi zitakavyotumwa. Tap, tabonyeza namna hiyo, itarodi hapo, then kutakuja hichi hapa please complete verification. Verification hii hapa nataka uhakiki wewe sio robot. Utakachofanya wewe utagusa hichi hapa kidude hichi hapa. Ukishakishika hivi ndiko kipeleke kije kivae hapa kilingane kabisa, kisikosea hata kidogo. Ukishaona hapo, ukishaweka tiki hivi ndio zile kodi zinatumwa. Kwa hiyo twende tukakiweke hichi hapa kijamaa namna hiyo mpaka hapo unakifitisha vizuri. Mimi nimekosa, utarudia tena, unakipeleka hakikisha kinafiti vizuri. Naona tayari hapo, unaona imeanza kuhesabu sekunde, kwa maana hiyo message inatumwa ndani ya muda huo. Naona sasa tunaisubiria SMS hiyo iweze kuingia. Ikisha ingia hiyo kodi, hizo kodi ambazo zitakuwa umetumiwa kwenye namba ya simu au email, utabidi uzijaze hapa. Ukishazijaza hapa utajaza password yako. Sasa password uchanganye namba, herufi kidogo na vialama. Kwa mfano unaweza ukaandika labda Mudi 16 ukaweka hash, alafu yani alama ya kujumlisha, vyovyote utakavyoweka, ila iwe ni hivyo. Hapa chini tena utarudia hizo password ambazo umeziweka hapo, utaziweka na hapa. Ukishamaliza unaenda mbele zaidi. Sasa hapa unasubiria message haiji, na ndio maana urahisi zaidi ni kutumia njia ya email. Lakini pia ukiona message haijaje, unaweza ukarudia tena kubonyeza hilo neno la hapo juu baada ya sekunde kuisha, ili kuangalia tena kama wanaweza wakatuma zingine. Lakini kupitia namba ya simu waga wanachelewa sana na inaweza ikakusumbua. Ngoja tuone tena hizi dakika moja zitakavyoisha.
utakuwa umetuma au bado. Hivyo ndivyo utakavyofanya. Kwa hiyo ambao unafuatilia, usisahau kusubscribe, kulike na ucomment. Itakiwa ije hapa ili niwaonyeshe. Kwa mfano, ngoja tusubirie dakika moja. Kama haitokuja pia tutaenda utarudi nyuma, utaenda kuchagua email unayoitumia kwenye simu yako, then utatuma hizo kodi wa kutumia kwa njia ya email, then utazifungua, utajaza. Ukishajaza unajaza password, unabonyeza complete. Ukishabonyeza complete tayari. Sasa tunaenda kwenye hatua zingine sasa ambazo waga zinafuata huko mbele. Lakini pia nikwambie tu, kwa sababu hii MTF ni kitu ambacho ni legit sana, na wanataka uhakika wa akaunti, wajue kwamba kweli huyo mtu ni yeye mwenyewe mhusika au la. Mbeleni huko, baada ya kumaliza hii hatua, kuna kujaza, nitakuwa uwe na unajaza anwani yako, jina lako, naona utakuwa unasoma maelekezo pale. Kama una kitambulisho chako utajaza pale namba, then tayari ukishamaliza kukamilisha, akaunti yako inakuwa iko complete kabisa. Naona mimi kwa sababu hapa sasa sina kodi, sisi tukasumbuka sana, tukachukua muda mrefu, ila ndivyo utakavyofuata hivyo vipengele. Baada ya kutumiwa kodi hapo, utaweka password hapo, utabonyeza complete, utafuata tena maelekezo ya maswali ambayo utakayoulizwa hapo mbele, then moja kwa moja, tusipoteze muda sana, twende jinsi gani sasa. Baada ya kuwa umeshakamilisha akaunti yako, baada ya kuwa tayari umeshajisajili, utaona itafunguka kwa namna hii hapa, kama unavyoiona. Hii hapa ndio interface yake. Kuna masoko mengi, kuna custom, kuna forex, kuna commodity, kuna index, kuna stock, kuna crypto. Naona alafu hapa chini napo unaona kuna trade. Hapo ndio mambo ya kutrade sasa. Kuna chart, kuna contract, kuna position. Hivi vitu vingine utakuja kujifundisha siku nyingine, ila sasa tayari umeshafungua akaunti yako kama hii hapo. Ngoja niende nikakuonyeshe. Baada ya kuwa inatakiwa iwe hivi. Hapa kuwe imeweka hii alama hii ya kijani hapa ndo akaunti yako inakuwa verify. Sasa hatua ya kwenda kuiverify akaunti yako, kama nilivyokuambia kule mwanzo, unatakiwa uende ukamilishe baadhi ya vitu ambavyo nitakuwa ukiulizwa hapo. Kwa tuende kwenye profile hapa, ili nikuelekeze. Naona namba ya simu, akaunti yako, email, Google, real name, birthday, nini. Kisha jaza vitu vyote hivyo, ndio akaunti yako inakuwa verified. Naona ukishakuwa verified, sasa ndio unaweza ukatumia hii application ya MTF. Hapo unapoona hapa ndivyo itakavyoonekana sasa. Hapa ni my asset, mtaji wako utauona hapa my asset hapa, na hapa ni wallet. Hapa ndio wallet yako itakuwa hapa. Salio lako lote unalotumiwa na mtu utaliona hapa kwenye wallet. Hapa my asset, hapa ndio panapotumika kwenda kutrade. Nielewa hapo kwa makini. Ukishakuwa tayari umeshakamilisha, umeshafungua akaunti yako ya MTF na tayari unaanza kuitumia, cha kwanza utakachotakiwa ni kwenda ku deposit mtaji wako ambao pesa zako. Sasa naona ukisha deposit tutaenda nikakuonyesha maana ya kutaka ku deposit. Utabonyeza hapo kwenye deposit hapa, ili hapo neno deposit hili hapo unaona kuna withdraw, kuna capital flow.
zozote nitakuelekeza maana yake. Okay, utabonyeza hapo deposit. Kisha bonyeza hapo, utabonyeza hapa my wallet. Kisha bonyeza my wallet, itafungua hivi. Kisha fungua hivi, utaenda kwenye neno recharge, ambao ndio hili hapa. Hapa. Kisha enda kwenye neno recharge hapo. Hapa tunaenda kuweka sasa pesa kwenye akaunti yetu ya MTV. Kisha bonyeza hilo neno recharge, utaenda kukopi, nalibonyeza kama hivi. Itatokea hii hapa address. Hii hapa address ndio wewe unatakiwa uikopi. Hii address utaikopi hapa kwenye hivi vinavyoonekana hapa. Ukishagusa tu unakuwa tayari umeshaikopi. Ukishaikopi namna hii, unaona? Copy successful. Unaenda sasa kwa yule wakala anayekuuzia hizi USDT. Naona wamekuambia kabisa hapa kwamba this is the address only accept USDT. Yaani hii address ni kwa ajili ya kutuma USDT TRC20. Hicho kitu ambacho ndiko ukizingatie. Hizi pesa za mtandaoni au cryptocurrency zina type nyingi sana, zinatofautiana. Unaona wana. Sasa wewe ndekuwa utafute pair ya TRC20 ndio ambazo waga zinatumwa. Sasa utakapokopi utamtumia yule mtu, utalipia kiasi ambacho unataka kulipia, atakutumia kupitia address hii. Akishakutumia, akakwambia wana tayari nishakutumia, unaendelea ubonyeze hili neno I have deposited. Ukishalibonyeza hili hapa, ndio ile pesa itaenda kuonekana pale kwenye hapa kwenye my wallet. Ukija kubonyeza hapa, utaikuta salio lako hapo. Okay. Umeshaweka sasa hela zinasoma hapo kwenye wallet yako kutokana na mtaji ambao ndiko anze nao. Kama nilivyokuambia ni kuanzia $26 lakini tunashauriwa watu waambie watu waweke kuanzia angalau $28 kwa ajili ya makato. Makato yao kwa sababu ukipeleka tu hapa my asset wanakata kama $1 point kaza. Itategemea na mtaji ambao uko kwenye simu yako. Lakini pia unaweza ukaanza na mtaji wa $61 au 62, kuna 201 na kuendelea. Unaona? Okay, umeshaingiziwa sasa mtaji wako na tayari unataka uende ukawekeze sasa kutokana na kiasi chako. Zikiwa zimeshasoma salio hapa kwenye wallet, ndio kama unataka kwenda kutrade sasa. Unaona? Ndio uzihamishe kutoka hapa wallet zije hapa my asset. Hapa ndipo utakapoweza kutrade. Ni namna gani ya kuzihamisha? Utaenda utabonyeza neno hili hapo lililoandikwa transfer, hili hapo. Unaona? Kisha libonyeza hili hapo, moja kwa moja watakuambia hapa kwamba una transfer kutoka kwenye wallet kuja kwenye my asset. Kama itakuwa ni tofauti, kama unataka kutoa my asset ulete kwenye wallet, ndio unabonyeza hapo, zinatofautiana hapa kwenye hivi visehemu hivyo. Ukibonyeza hapo vina change, hili linakuwa juu, hili linakuwa chini, hivyo. Okay. Baada ya kuwa umeshajua nataka kutoka kwenye wallet baada ya kutumiwa nizipeleke hapa my asset, sasa utaandika hapa sasa kiwango cha USDT unazotaka uzitoe kwenye my wallet kuja uzipeleke hapa. Kama ni zote utaandika zote kutokana na idadi zinazosoma pale. Kama itakuwa ni ile ambayo nataka tu uwekeze, then yote ambayo utakaoandika hapa. Mathalan labda 26, 30 au ninataka niwekeze $500, ni wewe mwenyewe sasa. Baada ya hapo utakuja kwenye neno hapa quantities. Hii hapa sasa number of transaction, kwamba ni maximum, yani kama unataka kuchagua hapa 100 kwamba si nataka niweke labda, lakini ukiacha hapa maximum ina maana zitatumwa zote zilizomo mle. Lakini kama unataka ziende kadhaa tu, ndio utaandika hapa namba.
zile unazotaka zitumwe. Naona hapo anakuambia variable balance ni $2 ni ile ambayo iko kule. Kishamaliza hapo unabonyeza confirm transfer. Kisha transfer utaona sasa zinakuja kusoma hapa kwenye my wallet, my asset hapa. Unaona? Zikishakuwa ziko hapa sasa ndio utaenda sasa unataka uende ukadeposit kwa kupitia nini? Unataka kudeposit kupitia manyu hii hapo sasa. Hiyo inategemea na signal ambayo mtakuwa unapewa kwenye group kwamba mtakuwa mka deposit, inatakiwa mwende mka trade. Unaona hapo kwa neno trade ile hapo chini ile hapa. Kule kwenye group la Telegram au WhatsApp watakwambia nenda ka trade kwa wallet fulani na ni muda fulani. Usikosee maelekezo atakavyokuambia muda wa kuingia sokoni na muda wa kutoka sokoni uwe ni huo. Unaona, kwa sababu wale wanafanya analysis kule, wale wataalamu wenyewe sasa wanaotusaidia kutuongoza ili kujua kwamba sarafu fulani itakuwa kwenye itapanda bei, labda siku utafuata maelekezo, kwa sababu pale wakishatoa zile signal zao waga zinaelekeza kwamba leo tunaenda kutrade coin gani. Pia watakupa tunaenda kubai, kununua au tunaenda kuseli. Utabonyeza kama ni seli, kama ni buy. Unaona? Kwa mfano hapa ngoja tuende hapa kwenye neno trade. Kisha ingia hapo, unaenda kuchagua soko ambalo unataka uende ka trade, ni forex au nini. Kwa mfano mara nyingi sana waga kwenye manyu huku waga wanaenda kutrade hii sarafu inaitwa index hapa. Hii hapa. Mara nyingi waga wana trade, lakini saa nyingine inategemea na jinsi ambavyo soko litakavyokuwa. Utafuata maelekezo ya ile nini, ile signal ambao wanakuwa wameituma kwenye group, sababu waga wanaelekeza hadi aina ya soko ambayo unatakiwa uingie. Ukishaingia hapo basi utakachotakiwa kufanya sasa, tunajaribishia tu hapa mfano umeingia hapo index, umebonyeza, unaenda kuchagua kwenye soko la index. Kuna sarafu nyingi za hapo, zingine zinapanda zinashuka. Sasa mara nyingi waga ni ICI ndio waga mara nyingi watu waga wana trade. Kwa hiyo kama ni ICI ambayo ndio hii hapa, utaenda utaibonyeza. Ukishaibonyeza then utaenda sasa, kama ni kubai utaenda kubai, kama ni kuseli utaenda kuseli. Naona na vile vile utakuwa umeshapiga mahesabu ya lot size pamoja na complete task yako itakuwa ni ya namna gani. Lot size pia utakuwa umeshajua na profit yako itakuwa ni kiasi gani. Huku ni upande wa manyu. Kisha kwa tayari tutakuja kuelekeza jinsi ya kutrade upande wa manyu, lakini ngoja nikakuelekeze sasa trade kwa njia ya robot, ambalo ndio rahisi, ambao hata mimi ningekushauri utumie hiyo. Tarudi hapo ili twende sasa nikakuelekeze namna gani tunaweza tukatrade upande wa okay. Unaona hapa palipoandikwa transaction mode hapa. Hapo ndio sehemu ya kwenda kuwasha roboti lako. Hapo kama umeshaweka zile pesa my asset pale, kama nilivyoelekeza siku ile, kuwasha roboti ni kuanzia saa 9 za mchana hadi saa 10 kamili. Naona zaidi ya hapo siku hiyo hesabu imepita, ukawasha siku inayofuata. Unaona? Na ukishaliwasha Jumatatu ni mpaka Ijumaa. Utakuwa unawasha saa 9 unazima saa 3 usiku. Lakini kwa mtu kama una kazi nyingi, unako beze, unaweza ukaamua ukaliwasha tu Jumatatu roboti lako, usilizime mpaka linaenda kujizima lenyewe siku ya mwisho wa makusanyo ambao ni Ijumaa. Kama nilivyokuambia, huku tuna trade ni siku 5 tu katika wiki. Siku 2 hizi, Jumamosi na Jumapili, waga hatu trade kwa sababu masoko yanakuwa yamefungwa. Kwa hiyo inakuwa ni siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Okay.
unalibonyeza. Kama sasa ni utakuwa unaingia kila siku kuangalia, maana ikishafika muda limejizima litakuonyesha pale faida ambayo limekusanya roboti kwa siku. Kwa hiyo utakachofanya sasa, utabonyeza hapo translation mode hapa. Kisha hapa bonyeza, utaona huku juu pameandikwa automatic translation. Sasa wewe utaenda hii hapa neno linaloitwa hii hapa AI Smart Translation. Ukishabonyeza hapo italeta kama hivi. Ikishaleta kama hivi, utakachotakiwa sasa wewe ni kwenda kuwasha. Kuwasha ndio hapa. Utaenda kuweka on. Unaona hichi hapo, ukishakishika ukakipeleka hivi yaani ukakishikilia hiki ukakipeleka huku mwisho, ina maana moja kwa moja ndio unakuwa umewasha kitu. Utaona hapa kimeweka rangi ya kijani. Pia kuzima vile vile unakirudisha huku. Unaona? Fikiri hapo umeshaelekeza. Ukishawasha tu hapo roboti lako, umeshaweka nani kutokana na mtaji wako. Basi wewe kinachofuata hapo ni hela tu, kama unavyoona hapo chini. Naona grade namba 1, grade namba 2, grade namba 3. Naona wanakuambia hapa possession fund, yani kiasi cha kwanza kutrade na hili roboti anatakiwa iwe ni $26 ambayo ndio hizo hapo. Naona umesha kuwekea hapa maelekezo. Naona pamoja na faida utakayopata ni liberty fee level, kuna level 2 na level 3 ya 3%. Okay, baada ya kuwa umeshawasha roboti lako, basi unaanza sasa kusubiria maokoto tu. Sasa kila ikifika saa 3 unakuja unachungulia. Unakuja kuchungulia wapi? Hapa palipoandikwa position hapa. Kisha bonyeza hapo, utaona litaenda kukuambia faida uliyoingiza kwa siku. Naona sasa basi kuna kitu hapa nataka nielekeze, na watu wanasema haina loss. Kama nilivyowaambia, MTV ina loss, lakini loss yake ni recoverable, kwa sababu haipotezi kiasi kikubwa cha mtaji. Inapotea ni 3% au 2 na kidogo hivyo yani, lakini sio kwamba kwa sababu kama biashara yote unaweza ukaifanya siku nyingine ukala hasara, na vile vile usitegemee katika MTV kila siku utapata faida. Kuna katika wiki zile siku 5, kuna siku moja itatokea mtapata loss. Unaona? Haya, wakati mwingine inaweza ikawa siku 2 katika wiki, lakini ni loss ya kiwango kidogo sana ambacho kinakuwa kinachukuliwa kwenye mtaji wako. Mtaji wako unakuwa bado huko pale pale. Ikifika Jumatatu tena unaliwasha vile, unaendelea kukusanya maokoto. Faida ni kubwa kuliko hasara, kwa maana ya kwamba siku moja wewe unaingiza faida, ndani ya siku 5 umeingiza faida siku 4. Naona? Sasa Mungu akupe nini tena? Haya, kama mlivyoona, tutoke sasa hapo, twende nikakuelekeze faida na viwango ambavyo natakiwa udeposit, na pamoja na faida zake, kwamba kiwango fulani faida kadhaa. Siku ile niwaelekeza, lakini pia na leo pia nenda nikawaelekeze jinsi ambavyo unavyotakiwa kufanya. Nisitaki kusahau kwanza hapa baada ya makusanyo yako yakiwa yameshajaa katika wiki, unataka kuzitoa sasa. Nitoe niende nikale maisha, nianze kufaidi hela za MTV. Utakuja utabonyeza hapo neno withdraw. Ukishabonyeza hapo, moja kwa moja wataleta hayo maelezo, withdraw amount, utaandika hapo bank card nini na nini. Lakini kama hutaki kupeleka, unaona mimi hapa kwa sababu nishakamilisha, nishaandika yote hayo maelezo ya benki nini, utaletewa hapo. Kwa hiyo moja kwa moja utabonyeza neno withdraw, ngoma zitatoka, zitaenda kwenye na yule unayemuuzia ama kwenye akaunti yako.